Jana nimesema haya Kasongo hajui siasa. Nitamfundisha siasa mwaka ujao. Mtu mwingine akanipigia akaniuliza, wewe unasema rais hajui siasa namna gani na amekuwa kwa siasa mwaka 35. Mimi nataka nihakikishie nyinyi nitarudisha heshima ya Kajiado mwaka ujao. Na Kajiado itapata nafasi yake kwa baraza la mawaziri. Lazima bendera itapeperuka hapa Kajiado katika cabinet ambayo tutatengeneza. Ukiangalia siku tumepata viongozi kutoka hapa, tulipata mambo ya usalama iko na heshima. Sasa Ruto amechukua mtoto kidogo amenyeta, anaitwa Murkomen, ameharibu usalama. Unaweza kufanya kulinganisha General Gaiseri na Murkomen? Si ni kama kifo na ndoto? Si ni kama kifo na ndoto? Mimi nitatafuta mawaziri hapa na hii sekta za usalama nitategemea sana watu ya Kajiado na jamii ya Maa. Nyinyi mko na viongozi wanaweza peleka Kenya kwa ile barabara ambayo inastahili. General Gaiseri alifanya kazi nzuri. Justice Ole Tipis akiwa waziri wa Moi alifanya kazi ambayo inaonekana. William Ole Ntimama alifanya kazi inaonekana. Huyu Keriako Tobiko alifanya kazi inaonekana. Ni hasara kubwa kwa Kenya kukosa waziri kutoka hapa Kajiado. Ni hasara kubwa Kajiado kukosa viongozi wa vitengo ya juu katika vitengo vya usalama. Tunataka watu ya Kajiado katika jeshi letu la kitaifa wakuwe pale, katika idara ya polisi wakuwe pale, kwa sababu wanafanya kazi na bidii na ni waaminifu kwa Jamhuri ya Kenya. Nataka nitoe pongezi kwa vijana ya Kajiado. Kura ambayo ilikuwa inachukuliwa mwezi uliopita mliweza kuchukua kura 50,000. Naomba muendelee pale katika makao makuu kuongeza kura. Nyinyi vijana ya Gen Z na vijana ya Millennial ndio dawa ya Kasongo. Nyinyi ndio mtasaidia sisi kuokoa Kenya. Kwa sababu nyinyi hamwezi hongwa na maharagwe na shilingi 200. Kwa hivyo vijana mjue, Jamhuri ya Kenya taifa nzima inategemea nyinyi vijana. Na vile tu mnaweza kusaidia sisi, kusaidia wamama, kusaidia wazee na watoto, ni kuandikisha kama wapiga kura. Ndio mwaka ujao mchukue nafasi yenu katika uamuzi ya vile Kenya itaongozwa. Hapa Kajiado South hakuna project hata moja. Mimi nimekuja kwa hii barabara na aibika. Hakuna stima, sijaona kikigi hata moja. Hakuna stima anywhere. Hakuna maji, hakuna barabara, hakuna chochote. Alafu mtu anakuja kusema ati Ruto arudishwe mara ya pili. Sasa ukirudisha mtu mara ya pili, hiyo sasa ni hesabu gani tunapiga? Ili kuambia hii mtu amepata shida, amekwama. Kila mtu amejua ni mdanganyifu. Wakamba wamemuacha, Mulima imemuacha, Wamaa wamewachana na yeye, Mijikenda wamemuacha, Wakisii walimuacha kitambo, Waluya wamesema wataki mambo yake. Alikuwa anategemea Wajaluo. Hii Wajaluo wakapima, babu wakaenda pale na Sifuna akafanya mkutano. Kasongo akajua Wajaluo wamehama, akarudi nyumbani kwao kwa Wakale pale Bomet, analia machozi, anaongea kilugha nyumbani. Watu wangu nimekwama, mimi ni mtoto wenu, munikumbuke tafadhali. Mimi naona hamchukui kura. Sasa mimi nitaenda wapi? Wengine wamenikataa. Wale Wakale jini wanamuuliza, saa hii ndio umejua sisi ni watu ya nyumbani? Si wewe urudi pahali ulienda? Si ulituacha? Wakale wanasema sisi hatuna barabara, hatuna stima, hatuna maji, SHA haifanyi kazi, hata sisi naumia kama Wakenya wengine. Sasa hata sisi tutashindwa kukusaidia. Jamaa amekwama. Hao Wakale wanamwambia, wewe si unashidanga huko mlimani unapea watu pesa? Kwani hiyo pesa unapeana haina kura? Sisi hata hujaita sisi kwa moja State House utupatie pesa, unapatia Wakikuyu. Mbona anatuambia wamekukataa? Si wewe uende ukae na Wakikuyu wakupatie kura? Anasema bana, hii Wakikuyu wanakula pesa yangu lakini naona kwa roho wamenikataa. Kasongo wako na shida.
Mimi Rigiji niko na shida mingi sana, lakini haki ya Mungu Kasongo wako na shida mingi kuniliko. Amekataliwa nyumbani, amekataliwa kila mahali, anajiongelesha kwa sababu ya uongo na kutumia Biblia vibaya kudanganya Wakenya, na hasa shida yake kubwa kuua watoto. Jana nimesema haya Kasongo hajui siasa, nitamfundisha siasa mwaka ujao. Mtu mwingine akanipigia akaniuliza, wewe unasema rais hajui siasa namna gani na amekuwa kwa siasa mwaka 35? Nikamwambia hakuna siasa najua. Atajua siasa namna gani? Amechaguliwa mwaka 3 iliyopita. Watu milioni 5 walimpenda, walikuwa wanamsikiza. Baada ya miaka 3 ndio wamsikize, lazima awalipe kila mtu 1000 wamsikilize. Huyo ni mtu anajua siasa? Wewe umepoteza watu milioni 5. Walikuwa wanakupenda, walikuwa wanakuimbia, walikuwa wanasema wewe umetosha. Ulikuwa unaenda kutembelea wako na furaha bila kuwalipa hata shilingi moja. Mwaka 3 baadaye umekuwa rais na uko na kila kitu. Hiyo watu yote wamekuacha. Ukitaka kuongea na hao wanakuambia uwalipe kwanza. Wewe kuna siasa unajua? Huyo mtu kuna siasa anajua? Wewe umekuwa na watu 5 million pale Mlimani walikupigia kura. Walikupenda, walikuenzi, walikusifu, walikuamini. Mwaka 3 baadaye wanasema wewe ni one term, uende nyumbani. Hawa wale tu umewapoteza, umeshindwa kukaa na hawa kwa sababu wewe hujui siasa. Wewe watu ya hustlers, hawa mama mboga, boda boda walikuwa wanakupenda, walikuwa wanakuamini, walikuwa wanategemea wewe. Leo wanasema uende nyumbani. Ndio mimi nilisema yeye hakuna siasa anajua. Wewe utakuwa naungwa mkono na watu milioni 7 namna gani? Baada ya mwaka 3 wote wanasema uende nyumbani. Kwa sababu wewe hujielewi, hujui kazi, hujui kupanga, hujui kukaa na watu. Ndio mimi nimesema next year nataka nikufundishe siasa. Na utajua mimi najua siasa ukiwa Sugoi. Utanipigia simu huko uniambie Rigiji nimekubali. Wewe ni mwalimu wa siasa. I'll teach you politics. Kasongo afundishwe siasa asifundishwe? Kajiado County tunasema ni one term. Tunasema one term kwa sababu leo hii tuko Kuku Ward. Ward ya Mheshimiwa Katole Metito. Na hauoni hata kikingi moja ya stima. Hata moja. Na ako chini na ako pamoja na Rais Ruto. Mheshimiwa Katole Metito hata kuweka kilomita 1 ya lami katika Kajiado County hawezi hata weka. So tunasema hivi, sisi tunasema tuko one term kwa sababu hawa watu wetu wa Kajiado County wanapitia mengi katika serikali ya Ruto. Saa hii KWS kila wakati wanasumbua watu hapa.